Wakati majonzi yakiwa yamepamba moto wakati wa msiba wa MC Pilipili, of course tunafahamu ni kipindi cha majonzi na watu wengi walikuwa wanategemea baadhi ya vitu ambavyo hawajaweza kuvishuhudia kabisa. Tunafahamu mara nyingi katika wakati wa misiba kama hivi ama wakati wa shida kubwa kama hizi ndio wakati ambao marafiki wa kweli huwa wanajireveal, yani maana yake huwa wanajitokeza na unafahamu kabisa kwamba yes, huyu ni rafiki wa kweli, huyu ni mtu wangu wa karibu, huyu ni snitch na vitu kama hivyo. Sasa moja ya kitu ambacho kimeibua hisia kubwa sana na watu wengi wakawa wanajiuliza maswali yasiyokuwa na msingi ni kwenye msiba wa marehemu MC Pilipili, ambapo moja ya watu ambao wamelia sana ni mke wake na MC Pilipili. Tunafahamu licha ya changamoto zote ambazo alikuwa nazo huko nyuma, lakini bado yeye ni binadamu ndio, na ana deserve kuwa treated like mke wa MC Pilipili bila kujali changamoto ambazo wao walikuwa nazo personal kama familia. Sasa wakati hayo yote yakiwa yanaendelea, tunafahamu kwamba MC Pilipili alikuwa na marafiki zake, ni mastaa wakubwa sana, lakini pia mke wa MC Pilipili alikuwa na marafiki zake, nao pia ni mastaa wakubwa ambao kwenye sherehe ya ndoa yao walihudhuria vizuri kabisa, na watu waliamini kabisa kwamba katika kipindi hiki kigumu ambacho anapitia sasa hivi wangekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanakuwa pamoja katika majonzi na pengine wanakuwa sehemu ya faraja ya kumfariji mke wa MC Pilipili katika hiki kipindi kigumu ambacho ameweza kumpoteza mtu wa muhimu sana katika maisha yake, mume wake, lakini pia baba wa mtoto wake. Sasa moja ya kitu ambacho kimeibua hisia na maswali mengi sana ni pale ambapo kwanza kabisa picha linaanza, tunafahamu mastaa namna fulani hivyo na kuepogi na kaushirikiano hata wa kinafiki, lakini kwa ndugu yetu MC Pilipili ukiangalia idadi kubwa ya watu wengi ambao wameweza kutoka na kuhudhuria katika msiba wake, kwa wale ma celebrity basi ni comedians ambao of course ni wote walikuwa kwenye industry moja ya comedy. Tunafahamu akina Koi Mzungu pamoja na comedians wengine, lakini kwenye swala la wasanii hapa ndipo ambapo imekuwa changamoto. Tunafahamu mmoja watu ambao wameonekana kuliliwa sana na kwamba why hawajaweza kuhudhuria katika msiba huo ni Nandy. Of course tunafahamu Nandy kuliwahi kuwa na sakata la kwamba aliwahi kudate na MC Pilipili, lakini cha kushangaza ni kwamba hata kutokea kwenye msiba hajaweza kutokea. I don't know, pengine kama atatokea baadaye, lakini hakuweza kutokea mapema kwenye msiba. Lakini pia mtu mwingine ambaye watu wengi wakawa wanajiuliza maswali mengi sana, wamekuwa kiangalia kama vile ni kioo cha kwamba okay, huyu ni mtu ambaye tunamtazama sana zaidi, ni Diamond Platnumz. Of course pia na yeye alikuwa ni mmoja watu ambao hata zile wishes tu za hata ile kusema kutoa pole kwa kufiwa pengine au kwa msiba huu ilichukua muda sana baada ya habari za kifo cha MC Pilipili kuweza kutangazwa na vitu kama hivyo, mpaka baadaye ambapo Diamond Platnumz alivyokuja kuposti kwenye Instagram yake. Sasa maswali yamekuwa mengi sana, watu wanajiuliza nini ambacho ma celebrity wanakitengeneza, kwamba kila mmoja akipatwa na shida iwe shida ya kwake peke yake, wengine haiwahusu au vipi? Kwa sababu wengi walitegemea kwamba pengine kwa sababu jamaa hakuwa na baya na mtu basi wangejitokeza kwa wingi, lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba celebrities wengi hawajajitokeza kwenye hili, wameamua kumwachia yeye peke yake. Sasa kilio kinakuwa kikubwa zaidi kwa sababu wamekuwa kishirikiana kwenye nyakati za raha, lakini nyakati za shida amekuwa kibakia peke yake. Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho wanafanya hawa celebrity? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates mbalimbali.